Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amefanya ukaguzi wa ujenzi wa barabara na madaraja ikiwemo daraja kubwa la kisasa linalojengwa katika mto Mzinga, daraja la mto Nguva pamoja na ujenzi wa barabara ya juu na daraja la kisasa katika eneo la Jangwani. Taarifa ifuatayo inafafanua. Akizungumza katika eneo la Jangwani, Chalamila amesema ujenzi wa madaraja hayo likiwemo daraja la Jangwani pamoja na barabara za juu unakwenda kuondoa kabisa adha ya mafuriko kwa wakazi waliokuwa wakipatwa na mafuriko nyakati za masika, lakini pia kuondoa tatizo la usumbufu wa watumiaji wa barabara hizo ambazo nyakati za mvua huwa hazipitiki kutokana na mafuriko. Manake yale maji yote ambayo yanaflow kutoka kwenye bonde la mto Msimbazi na ambayo kwa muda mrefu yalikuwa kitafsirika kama ni mafuriko, itakuwa historia, itakuwa tumeingia kwenye historia. Kwa hiyo moja, tutakuwa tunaharakisha huduma za Watanzania, lakini mbili, zile fedha ndogo ndogo ambazo tulikuwa tunaziweka kwa ajili ya kurescue tunapopata haya mafuriko zitaelekezwa kufanya jambo jingine. Kwa hiyo nitoe rai kwa wakandarasi kwamba miradi hii ni mikubwa na Watanzania wanaisubiri kwa hamu. Tupelekee shukrani za dhati kwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuleta fedha nyingi kutekeleza mradi huu kwenye wilaya yetu ya Ilala. Kwenye eneo hili la bonde la Jangwani ni madaraja makubwa mawili yanajengwa. Daraja la kwanza linajengwa hili hapa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Daraja la pili kubwa pia linajengwa pale Kigogo Sambusa. Kwa sisi wilaya ya Kinondoni tunafarijika sana na tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi huu mkuu, kwa uamuzi huu mahususi wa kutafuta suluhisho la kudumu wa kutengeneza daraja hili kubwa ambalo litaenda kuhimili mvua za kipindi chote, lakini daraja la Kigogo, daraja la Mkwajuni na daraja lile la Kunduchi pale Mtongani. Kwa kweli tunamshukuru sana Dr. Samia kwa miradi hii, kwa sababu kupitia utekelezaji wa madaraja haya tunaenda kuimarisha uchumi, afya, elimu, kwa sababu usafiri ndio kila kitu kwenye kupeleka watu kwenye huduma mbalimbali. Aidha, Chalamila alitumia fursa hiyo kuwakumbusha wananchi kujitokeza kwa wingi Oktoba 29 katika zoezi la kupiga kura na kuwachagua viongozi wanaowataka, huku wakiwatoa hofu wananchi kuwa jiji la Dar es Salaam litaendelea kuwa salama wakati wote. Kwa ndugu zangu, tarehe 29 watu wajitokeze kwenda kupiga kura. Mimi na wakuu wa wilaya hawa, wasaidizi wa RPC, ZPC, tunataka tu tuwathibitishie kwamba miradi hii mnayoiona itaendelea kujengwa. Watanzania mnataka kwenda kufanya biashara, endeleeni, mtakwenda kufanya biashara zenu. Ila sisi tunaitwa kwa lugha nyepesi, wanachokitaka tunataka. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam.